Mwaligeni mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Lulu ameweza kutoa maelezo kuhusiana na watu wenye nyota ya Aries, ambapo Aries ni nyota, yani kwa mfano mtu ukiwa umezaliwa mwezi fulani unakuwa unaelewa kabisa kwamba ni mtu wa aina gani ya nyota. Sasa Aries ni nyota ambayo inaonekana kuwa na hatima kubwa sana, na mtu ambaye siku zote ana nyota Aries au sio ni mtu ambaye kiukweli ana bidii sana, lakini pia ni mtu mwenye kupingwa sana, lakini ni mtu ambaye kiukweli anawasaidia watu wengi au sio. Sasa kumbuka sakata la Nifa lililotokea, tunaona Nifa alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanashtakiwa kwa kosa alilofanya kuhamasisha maandamano. Sasa basi nyota ya Nifa ni Aries bana. Ukifuatilia vizuri wanasema kwamba ni nyota ya kondoo katika unajimu. Ni mojawapo ya nyota 12 za horoscope, maana kuna maelezo maana yake kwa ufupi. Tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili, alama ni kondoo, kipengele moto, sayari inayoongoza ni Mars. Sifa za watu Aries: wana nguvu nyingi, jasiri na hupenda kuchukua hatua. Wana uongozi wa asili na mara nyingi wanapenda kuwa wa kwanza kufanya kitu. Ni wachangamfu, lakini pia wanaweza kuwa wakorofi na wasiopenda kungoja. Wana hamasa kubwa katika kutafuta mafanikio, kupigania wanachokitaka. Sasa basi hiyo ndo maana halisi ya mtu mwenye nyota Aries. Sasa kuna shabiki mmoja alimuuliza Lulu na kusema kwamba ila Mama G, hebu tuongee kuhusu Aries, ni vita tunazopitia. Sasa akasema hivi, ila Mama G, hebu tuongee kuhusu Aries na vita tunazopitia maishani. Jamani, leo nimeumia sana juu ya nyota. Kwa nini Aries tunapitia sana vita maishani? Lulu akajibu hivi kwamba niliwahi kusoma sehemu katika zodiac zote 12 Aries ndo nyota yenye vita kubwa sana kuliko zote. Kiastrology unasema ni kwa sababu Aries wengi wana hatima kubwa. Vita inapokuwa kubwa lazima hatima nayo ni kubwa, na Mungu akikuvusha lazima ukazishinda. Ushindi unakuwa mkubwa pia. Sehemu ngumu ni kwenye kukubali majaribu, kusikiliza sauti ya Mungu, kujifunza katika hayo majaribu na kurekebisha kwenye makosa, ila pia kujitahidi kuepuka baadhi ya vitu vilivyo ndani ya uwezo. Mungu atusaidie maana Aries kuanzia kwenye malezi yetu wengi na kuaga misukosuko, yani tunaona shege kuanzia utotoni, na ndio maana ukikuta Aries ambaye hajahil ni mtu hatari sana na uso bana. Hayo ni maelezo ambayo ameeleza Lulu Elizabeth Michael. Sasa basi hapa anamaanisha kwamba misukosuko anayopitia mtu, nimekueleza ya vizuri sana misukosuko anayopitia mtu kutokana na jinsi nyota yake inavyosema kwamba ni watu ambao kiukweli wanapitia changamoto nyingi, lakini ushindi wao unakuwa mkubwa. Sasa tuna link up na changamoto ya Nifa iliyompata sasa hivi bana, na kebili na kesi, na hiyo kesi bana inabidi ashinde. Asiposhinda ndugu yangu, hatima yake ni kunyongwa mpaka kufa, kutokana na yeye alishakosea na mama yake alikiri kusema kwamba mwanae alikosea na akaomba msamaha. Sasa tunaona watu wanasema kwamba wengine wakasema kwamba kwa namna moja ama nyingine vita kila mtu anapitia, isichagui nyota wala jua, mvua wala masika. Kila kiumbe chini ya jua alizaliana na vita, na ulimwengu muhimu ni mwanadamu. Mwingine sema Lulu umesema kweli. Aries, Leo, Libra, Taurus ni nyota zenye vita kubwa duniani, na kama hujajijua basi jinsi ya kuishi utateseka na maadui mpaka uchanganyikiwe. Mwingine sema hata nge nao hushambuliwa. Akina sisi mwingine sema kwamba Mungu wa sifa usinyamaze, nimeota Nifa katoka mahakamani. Sawa. Mwingine kaandika usikute mimi ni Aries, ila mama labda alisahau tarehe ya kuzaliwa kwangu, akajua ni Capricorn. Unakutana na mtu anaingia katika changamoto ya maisha, hujui nyota yako. Kwanza inaanza tarehe 21 mpaka 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili.
Kwa ni watu ambao kiukweli nimekuelezea ni watu wakorofi, hawasiopenda kungoja na vitu kama hivyo, lakini wana hatima changamfu, vitu kama hivyo. Kwa Nifa alikuwa ni mchangamfu sana. Kwa hiyo yaliyomkuta yeye ni nyota Aries, kwa hiyo ndo maana mambo yamekuwa magumu kwa upande wake. Basi sema ila Nifa ni bilionea mtarajiwa kwenye hii dunia inshallah. Manake alianzia mbali, kupata jina, akafungua duka kubwa sana, na tunaona alikuwa anaenda mpaka nje ya nchi, anafanya delivery kwa watu, anachukua vitu, anachukua mzigo China, India, kote pale ana deal na vitu mbalimbali, mfano kwenye skin care, nguo. Lakini pia tunaona Nifa ameingia pia katika mgogoro na mwingine. Akaja hapa akasema kweli kabisa tunasikaga kila sehemu. Juma Lokole, Aries ni mayai ya kwale, ila Nifa ni bilionea mtarajiwa kwenye hii dunia. Amerudia tena comment. Mwingine akasema kwamba kwenye haya maisha ukiwa na watu wenye hizo nyota Virgo kama Scorpion, Aries, utajua kuisha hata na shetani na kukabiliana na chochote bila kutetereka, ila kila nyota ina nyakati zake za changamoto. Yes, mwingine akasema kwamba 1/4 team Aries for life. Vita ni vikali sana vya maisha, ila end of the day huwa tunaibuka washindi, maana tumezaliwa kuwa viongozi with no fear. Yani kwa hiyo anasema vita ni vikubwa na hata wanaposhinda wanashinda kwa kishindo. Mwingine kaandika ni kweli kabisa, nikikumbuka wakati nakuwa sikupendwa kabisa, nilipewa laana zote mpaka na wazazi, but now I got myself to choose one aka mbeba maono. Kuna wakati bwana unakataliwa, afu mwisho siku unakuwa ni mbeba maono. Mwingine sema kwamba ni sabuni ya unga. Aries ni nyota ya punda. Juma Lokole. Mwingine sema kwamba ni wanaongelea nyota ya kondoo. Juma yani ni nyota ya kondoo. Nyota ya kondoo. Sio namfahamu kondoo jinsi alivyo. Mwingine sema tupo live, Mungu hawezi kutuacha, kama tukio kitu lazima kitokee, tupo kama wachawi yani. Yani tuko kama wachawi, kuna kitu kiongea lazima kitokee. Mwingine akaja hapa akasema ni kina sisi wa Februari ndio kina nani, maana sielewi kitu. Akajibia kwamba ni Aquarius, January February ni Aquarius. Ni kweli team Aries tujuane. Juma Lokole, Aries ni mayai ya kwale, sio anamtania Juma Lokole, afahamu hivyo. Taurus tukutane hapa. Ni nyota. Sifa za Aries: jasiri, mchapa kazi, ana hamasa nyingi, ukasirika haraka lakini usahau haraka, pia naongoza kwa asili. Sahihi kabisa. Ila Juma chizi eti ndo nini, yani haelewi chochote. Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.